Ni mpenzi mtazamaji wa The Rain Media na BBM TV, naitwa MC Mido kutoka The Rain Media na BBM TV. Nimekuja kupata mawili matatu kutoka kwa mchambuzi nguli wa michezo. Bwana ndugu yangu kwema? Niko vizuri. Kwa majina naitwa nani? Maana wengine hawawezi kufahamu. Alex Ngereza hapa. Alex Ngereza. Bwana, kuna matukio kadhaa ya ligi yetu ya Tanzania ukija kwa tukianzia na timu ya Young Africans na Simba pale Zanzibar. Ilitokea sitofahamu goli la Selemani Mwalimu likakataliwa, lakini wadau wengi wa michezo walilalamika kwamba lilikuwa goli sahihi, lakini wengine wanasema lilikuwa sio goli la sahihi, ilikuwa ni offside. Je, pia kwa kweli unalitazamaje? Of course goli la Selemani Mwalimu lilikuwa goli halali, na ndio maana pia hata bodi ya ligi kwenye taarifa yao pia ambao walikuja kuitoa kwenye ile kupitia kamati ya uendeshaji wa ligi, kamati ya masaa 72, walisema kama muamuzi alikataa goli halali. Maana ilikuwa goli halali, ila tu makosa ya waamuzi ndo ambayo yalisababisha Simba wakanyima ile bao. Na of course makosa ya waamuzi ni changamoto kubwa kwetu sisi. Ukitazama kwenye matukio mengi waamuzi wanashindwa kutafsiri sheria, na hii ni changamoto ambayo inabidi kamati ya waamuzi kushirikiana na bodi ya ligi na TFF kwa ujumla ambao ndio wasimamizi hizo kamati zote, wakae chini na waamuzi wajue shida ni nini. Kama tatizo labda ni waamuzi wanashindwa kuendana na matukio kwa sababu ya kukosa ile fitness ya kukimbizana na mchezo, basi waangalie namna ya kuwaboresha waamuzi kwenye fitness ili walau waweze kuendana vizuri na ile spidi ya mchezo. Lakini pia kama labda shida ni kutafsiri sheria, wajue namna gani wanaweza kuboresha kwenye kuwapiga msasa ili waweze kuelewa vizuri sheria na kutafsiri kwenye matukio. Unajua hizi sheria za mpira zinabadilika, yani zipo kama zilivyo 17 zipo vile vile, lakini kuna vipengele vingi ndani yake ambavyo wakati mwingine vinachanganya. Unaona hata kuna matukio mengine kwenye mitandao yanagawa watu. Kuna huyu anasema ni offside, kuna anasema sio offside, kuna anasema hivi, anasema hivi. Kwa kama ambavyo zinachanganya watu wengine, ndivyo ambavyo pia zinachanganya waamuzi. Kwa mfano, kuna tukio kwenye mchezo kati ya Yanga na Mtibwa Sugar, I think. Alifunga bao Mwenengo, lakini mwamuzi atafsiri kwamba ni offside. Ila ukitazama vizuri, haikuwa offside kwa sababu Mwenengo alikuwa kwenye eneo la offside position, ndio alikuwa yuko mbele. Kikawaida alikuwa kwenye eneo la kuotea, lakini mpira ulivyochezwa na Mudathiri nyuma haukwenda kwa Mwenengo, ulienda kwa Pacome Zouzoua. Ulivyoenda kwa Pacome ambaye alikuwa kwenye onside position, aliendelea kukimbia na mpira. Amekimbia na mpira akafika akacheza cross ambayo kumkuta Mwenengo, ambaye tayari offside yake ilishavunjwa na defender wa Mtibwa ambaye alikuwa anakimbizana na nani? Na Pacome. Ikamfanya ile speed ya yule defender wa Mtibwa ambaye kitazana na Pacome ikamfanya yeye kwenye onside position akaja kufunga bao, lakini muamuzi akatafsiri kwamba alikuwa offside kwa sababu kabla ya mpira kupigwa Mwenengo ndo alikuwa kwenye eneo la kuotea, lakini ule mpira haukupigwa kwake. Kwa sababu mpira ukucheza kwake automatically inavunja offside, kwa sababu umeenda kupokelewa na mtu ambaye hakuwa kwenye onside, ambaye alikuwa kwenye onside position. Kwa hata baada ya kwenda kucheza ule mpira cross kamkuta Mwenengo, kwa sababu tayari yule defender alishakimbia akawa mbele ya Mwenengo, Mwenengo mpira ukamkuta akafunga. Kwa hiyo ilipaswa kusimama kwa goli halali, lakini mwamuzi akatafsiri kwamba ilikuwa ni offside position. Lakini pia kuna wadau wengine ambao walisema ilipaswa kuwa offside kwa sababu Mwenengo alikuwa kwenye eneo la kuotea na alijihusisha na mpira kwa kukimbia kwenda kutaka kuwini mpira. Lakini kiutaratibu ni kwamba kisheria ni kwamba kuwa kwenye offside position sio kosa. Kosa ni kujihusisha na mpira ambao uko kwako, yani uko kwako wewe. Ila kama mpira umepigwa kwa mtu ambaye yuko kwenye onside position, halafu baadaye ikatokea ukawa kwenye ile move bado ukawa kwenye offside position, automatically utakuwa offside. Lakini kama kwenye ile move ukajikuta ile move imesababisha ukawa kwenye onside position, maana yake ukakutana na mpira ukafunga, inakuwa goli halali. Sasa Mwenengo alikuwa kwenye offside position, lakini kwenye ile tukio mwenendo wa tukio ukamweka kwenye onside position, na alipopokea mpira akafunga ikawa goli halali, lakini mwamuzi alikataa. Kwa sometimes kutafsiri sheria huwa ni changamoto, sio tu kwa waamuzi, kwa wadau wengine. Lakini sasa mwamuzi ndo anasimamia sheria zile 17 za mpira, yeye ndo anaamua mchezo uweje. Kwa hiyo lazima atafsiri vizuri sheria ili kutengeneza ile balance ya nini, balance ya matokeo ndani ya uwanja. Kwa hiyo hayo ni makosa tu ambayo yapo siku zote, na naamini kwamba bodi ya ligi watasaidiana vizuri na kamati ya waamuzi, watajua namna ya kufanya na kuwapiga msasa waamuzi kipindi hiki ambacho tuko kwenye international break. Tukirejea basi tuweze kurejea na mapungufu walau kidogo ya makosa ya waamuzi. Sawa, ukija kuangalia ile tukio alilofanya Djigui Diarra, watu wengi wanalalamika kwamba kwa nini Djigui Diarra amefanya tukio
la kustaajabisha pia. Djigui Diarra amefanya tukio ambalo sio la kiubinadamu, yani ni tukio ambalo kwa mchezaji wa daraja lake hakupaswa kufanya tukio kama lile. Yale ni matukio ambayo tumewahi kuona kuna wachezaji wamewahi kufanya ambao pia mwisho wa siku hata mpaka sasa hivi hawaheshimiki sana. Kwa mfano Juma Said Nyoso aliwahi kufanya ile tukio la namna ile kwa John Boko, lakini from there Juma Said Nyoso mpaka leo alikuja akapotea, sio? Metacha Mnata aliwafanyia mashabiki wa Yanga, baadaye alimtoa kwenye timu, hata alivyorejeshwa ilibidi wamuombe tena aombe msamaha mashabiki, lakini baadaye hakuwahi kuwa na mwendelezo mzuri mpaka sasa hivi alivyoenda Singida, mpaka alivyotoka akaenda Singida tena. Umeelewa? Bernard Morrison akiwa Simba amefanya pia tukio la namna ile. Sio matukio mazuri ambayo tunapaswa kuya entertain kwenye ligi yetu, na kwa sababu pia kanuni inakataza, na ategemea kuona pia bodi ya ligi inampa pia adhabu Djigui Diarra kwa tukio la namna ile. Na wachezaji wanapaswa kujua hizi mechi wanaangalia watu wazima, wanaangalia watoto. Matukio haya kwenye mitandao ya kijamii wanaangalia watu wazima, wanaangalia watoto. Sasa kwa mchezaji kama Diarra akifanya kitu kama kile, yani anapeleka ujumbe gani kwa jamii? Anajidharaulisha mbele ya jamii. Kwa hiyo anapaswa kuangalia namna ya kuhandle ile pressure wakati mwingine, ili aweze kufanya vitu proper na aweze kuendelea maintain jina lake liweze kuheshimika ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Ukiwa unafanya matukio namna ile, huwezi kuheshimika nje ya uwanja. Watu watakuona kama muhuni fulani hivi. Sasa ukishaonekana wewe ni muhuni kwenye jamii blaza, tayari umepoteza ile nini? Heshima yako yote imepotea. Kwa hiyo nafikiri yeye kama mchezaji anapaswa kuangalia namna ya kufanya, lakini naamini kwamba kamati ya masaa 72 haiwezi kumwacha salama, lazima itamwadhibu. Okay, tukija kuangalia tukio jingine ambalo Senegali walibeba kombe la AFCON, lakini katokea kwamba kafu waliwanyang'anya tena warudisha Morocco. Pia tuangalie hayo ni mapungufu ya kanuni. Tunasemaga mara nyingi kwamba kanuni zetu za Kiafrika hazitengenezwi kwa ajili ya maslahi ya mpira, zinatengenezwa kwa ajili ya watu fulani. Umeelewa? Sasa kanuni ya kafu inasema timu ikitoka uwanjani kabla mchezo haujaisha itapoteza mchezo kwa magoli 3. Senegal walitoka uwanjani. Kwa kikanuni Morocco alikuwa na haki ya kukata rufaa. Lakini shirikisho kutengeneza kanuni ya namna hiyo ni uzembe, yani tunasema ni kukosa uelewa. Unatengenezaje kanuni ya namna hiyo? Mtu anaweza kutoka ndani ya uwanja kwa sababu mbalimbali. Inawezekana unatuonea mtu anatoka uwanjani. Lakini Senegal walitoka na wakarudi. Sasa kwa sababu kanuni inasema hivyo, kwa nini waliwaruhusu Senegal warudi tena uwanjani? Sasa kama kwa sababu Senegal alirudi uwanjani, maana inabidi aadhibiwe kwa kanuni zingine za utovu wa nidhamu, sio ile tena. Umeelewa vizuri? Lakini ameadhibiwa na kanuni ambayo inasema timu ikitoka uwanjani mpira haujaisha, inapoteza mchezo kwa magoli mangapi? 3. Lakini Senegal walitoka na walirudi. Sasa kama kweli walikuwa wanaweza kusimamia kanuni, kwa nini walikataa? Kwa nini waliwarudisha Senegal uwanjani? Kwa nini wasingemaliza mechi pale pale na Morocco akapewa ubingwa? Hayo ni mapungufu ya kiuongozi na ni mapungufu ya kikanuni ambayo inabidi sasa CAF na ikiongozwa na ile kamati tendaji ikae iangalie namna ya kubadilisha kanuni za namna hiyo ambazo ni kanuni za hovyo, ziondolewe ili tuweze kuona mpira unachezwa. Sasa Senegal wameenda kukata rufaa. Nasikia nimeelewa kwamba wameandika barua kwenda CAS nao kwenda ili kama kusema kukata rufaa. CAS wanatambua mechi ambayo imechezwa dakika 90 zikaisha. Yaani filimbi ya muamuzi ndio mwisho wa matokeo ya mchezo. Okay. Haitambui hizo kanuni zenu za kijinga jinga. Kwa hiyo bado kombe linaweza kubakia kwa Senegal. Umeelewa? Bado kombe linaweza kubakia kwa Senegal. Kwa hiyo tujipe muda tuone ile kesi yao itakuwaje, lakini hayo ni mapungufu ya kanuni. Hata sisi kwenye kanuni zetu pia zina mapungufu yake. Na unajua mapungufu yake ndio kama yapi? Ndio kama haya ambayo yanasababisha mwamuzi anakataa goli, baadaye kamati inakubali nilikuwa goli. Hayo pia ni mapungufu ambayo yanasababishwa na hizo nini? Kanuni. Kwamba tumekuwa kwamba mechi ikishaisha imeisha. Kilichoisha kimeshaisha, ambacho mwamuzi amekiamua ndo halali. Hakuna mtu mwingine wa nje ambaye anaweza kuja kukataa nini?
kitu ambacho mwamuzi alikikataa. Kwa hiyo kuna kanuni zetu zina mapungufu madogo madogo, na sio tu za kwetu ndani, hata za nje huko Afrika kwenye CAF kule kuna kanuni kama hizo zina mapungufu. Nadhani kuna haja ya kukaa sasa na kuangalia namna ya kuboresha kanuni kama hizo ili tuweze kutengeneza mpira, kwa sababu hatuwezi kutengeneza mpira na kanuni ambazo zimekaa hovyo hovyo, yani haiwezekani. Lazima kanuni zinyoke. Kwa mfano tu mwepesi, tuliambiwa kwenye kanuni zetu, tuliambiwa kwa mfano msimu uliopita kanuni zilikuwa hazihitaji kuleta waamuzi kutoka nje, lakini si walikuja waamuzi kutoka nje kwenye mechi ya dabi. Msimu hiyo kanuni ikawekwa, lakini mechi ya dabi imechezwa na waamuzi wa ndani, sio waamuzi kutoka nje, na hakuna mechi nyingine yote ambayo imechezwa na waamuzi kutoka nje. Kwa hiyo ni sehemu tu ya vitu vinafanywa kwa ajili itoe interest za watu fulani fulani na nini, lakini mwisho wa siku tunatakiwa kuangalia namna ya kuboresha mpira wetu wa Afrika. Bwana nashukuru sana. Asante sana. Bwana, inaitwa The Rain Media na BBM TV, inaitwa MC Mido. Tukutane wakati mwingine. Asante.